kwa namna ambavyo zimefanya matamasha yao ni jambo zuri. Matamasha haya ni muhimu kwa ajili ya kuonesha maandalizi ya timu kuelekea kwenye ligi na kuelekea kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa kweli mimi binafsi nimeridhika namna kwanza timu zote mbili zilivyofanya matamasha yao, lakini pili nimeridhika namna zilivyofanya usajili. Naamini kwamba walimu wamepata nafasi ya kuzipima timu zao kwa hizi timu za wageni zilizokuja, na watakwenda kufanya maboresho mengi zaidi, lakini kwa ujumla timu sio mbaya, ni nzuri. Walileta timu zenye ushindani mkubwa, zimewa challenge vizuri. Hawakuleta timu za kuja kuzifunga, wameleta timu za kuja kuwapima, na ni vizuri Watanzania, manake nimeona maneno mengi sana baada ya timu kuwa zimepoteza. Watanzania wajue kwamba tunapocheza michezo huwa tunacheza kwa malengo. Sasa kwenye matamasha lengo sio kushinda mechi. Kwenye matamasha lengo ni kuonesha timu imesajili wachezaji gani, wana uwezo gani, na mwalimu akafanye nini, kwa sababu hapa ndio mwanzo wa msimu. Kwa hiyo Watanzania wasikatishe tamaa na matokeo ya Simba wala ya Yanga. Muhimu ni kwamba wameona wachezaji na mabenchi ya ufundi yote yameona wachezaji, wana kazi ya ligi, wana kazi ya michuano ya kimataifa. Watajua cha kwenda kufanya kwa sababu wao ndio wataalamu. Kwa hiyo tuwaachie wakatengeneze timu, turudi kwenye ligi, turudi kwenye mashindano ya kimataifa tukawapime kule. Lakini hapa tusianze kukasirika hapa na kuwakatisha tamaa wachezaji na mabenchi ya ufundi na viongozi eti kwa sababu ya matokeo ya tamasha. Hiyo itakuwa sio sawa. Tumezoea mara zote tamasha linafanikia uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini raundi hii tamasha zote mbili zimefanikia hapa uwanja wa Uhuru. Tutegemee ni lini uwanja wa Mkapa unaweza kukamilika? Mkandarasi yuko zaidi ya 50% ya utengenezaji wa pitch ya Benjamin Mkapa. Ametuahidi kutukabidhi pitch baada ya miezi miwili. Kuanzia sasa atakuwa amekamilisha, kwa sababu sasa hivi yuko kwenye hatua ya mwisho, anakuja kuweka udongo ambao atapanda nyasi. Akipanda nyasi ni mwendo wa kuota tu. Kwa uwanja wa Benjamin Mkapa utakuwa tayari, lakini haina maana kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa kauli yangu hii, basi mechi zote zitarudia Benjamin Mkapa. Mkumbuke kwamba uwanja huu sasa hivi unaandaliwa kwa ajili ya AFCON. Kwa hiyo inawezekana kukawa kuna taratibu za matumizi ya ule uwanja, itabidi tuzizingatie, kwa sababu hapa Dar es Salaam mpaka sasa tuna timu zaidi ya 6 za ligi kuu na championship ambazo zimeomba kutumia uwanja wa Uhuru. Tukisema zile mechi zote tuzihamishie Benjamin Mkapa, tutaharibu ule uwanja na hautakuwa unafaa tena kwa AFCON wakati mashindano yatakapokuwa yamefika. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunaukamilisha. Inawezekana tutaangalia zile mechi ambazo zina pressure, zinahitaji mashabiki wengi wa kuingia Benjamin Mkapa, tutapeleka, lakini tumekimbizana kuandaa uwanja wa Uhuru ili mechi zifanyike Uhuru. Najua watu wengi wamezungumza kuhusu taa Mwanga, bado tuko kwenye marekebisho, kwa sababu mkandarasi wa uwanja huu tumekubaliana naye akamilishe uwanja mwezi wa 12, lakini tukaona itakuwa Watanzania hawatatuelewa kwamba tamasha Simba Day, siku ya wananchi, zikose kwenye uwanja wa Uhuru. Lakini pia ligi inakuja, tulazimike kuchukua timu kuzipeleka mikoani au kuzipeleka nje ya Dar es Salaam. Tumeshawanyima watu wa Dar es Salaam matukio ya kandanda kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tumekimbizana, tumerekebisha vitu vingine, tunaendelea kumalizia kadiri ligi inavyoendelea. Kwenye Pamoja CHAN, sehemu pekee ambayo Tanzania tulikuwa chini kidogo ni sehemu ya mashabiki. Mmepanga mipango gani kuelekea Pamoja AFCON kwenye sehemu ya mashabiki kuweza kuja Benjamin Mkapa? Tumeunda kamati ya AFCON ya kitaifa, na kamati ya AFCON ina kamati ndogo ya hamasa. Kwenye ile kamati na nyie waandishi wa habari mtashiriki, na mimi nataka kuchukua nafasi hii kusema jamani, hii fursa ya AFCON inakuja mara moja, inawezekana tusiipate tena. Sasa ni vizuri tuionyeshe Afrika kwamba sisi tuko tayari. Kwa hiyo tumejiandaa kufanya uhamasishaji mkubwa. Vyombo vya habari na nyie jitokezeni mfanye uhamasishaji mkubwa, lakini kila Mtanzania ajisikie kwamba hili ni tukio limekuja la kwetu sisi wote wa Tanzania. Kwa mashindano yatakapoanza, tuje wengi, tujitokeze kwa wingi ili tuweze kuonesha Afrika kwamba Tanzania ni nyumbani kwa kandanda.